Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawabariki tena kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Leo nitakwenda kuwasomea andiko hili na nitakwenda kulilinganisha na ripoti moja ambayo imetolewa hivi karibuni. Na sisi sote kama ndugu katika Kristo ambao tunatarajia na tuna matumaini yenye baraka ya kuja kwetu Bwana wetu Yesu Kristo na kuingia katika mbingu mpya na nchi zile mpya ambazo zinakuja. Mtasoma kitabu cha Amos sura ya 8 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Hapa neno la Mungu natuambia Mungu ataleta njaa na kiu katika nchi, ambayo hiyo itakuwa ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu na kiu cha kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Sasa ripoti moja mpya ya kimataifa iliyotolewa na Bible Access Initiative kupitia Christianity Daily imeeleza kuwa zaidi ya Wakristo milioni 100 duniani hawana upatikanaji au access ya Biblia, hali inayofunuliwa kama njaa ya kisasa ya neno la Mungu. Je, ndio kusema kwamba huu nabii wa andiko hili umetimia? Hii ni ripoti ambayo imetolewa kimataifa, sio kwamba nimetunga, ndio maana nikutajia na hiyo shirika ili ukafuatilie, ambayo imetolewa na Bible Access Initiative kupitia Christianity Daily. Imeeleza kuwa zaidi ya Wakristo milioni 100 duniani wanakosa upatikanaji wa Biblia, yani access ya Biblia. Kwa hiyo hali inayofafanuliwa kuwa njaa ya kisasa ya neno la Mungu. Ndio maana nikaanza kukusomea kitabu cha Amos sura ya 8 mstari wa 11 na 12 kwamba Mungu alisema nitaleta njaa katika nchi, ambayo sio njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kusikia maneno ya Mungu. Na tukiangalia hii ripoti ya kimataifa ya Bible Access Initiative kupitia Christianity Daily, imeeleza kuwa Wakristo zaidi ya 100 duniani wanakosa upatikanaji wa Biblia au upatikanaji wa neno la Mungu. Utafiti huo uliohusisha nchi 88, yani utafiti huu umehusisha nchi 88, unaonyesha kuwa baadhi ya mataifa bado yanazuia au kupiga marufuku Biblia kabisa. Kwa hiyo nchi zaidi ya 88 duniani zimefanywa utafiti, na utafiti unaonyesha kuwa baadhi ya mataifa bado yanazuia au kupiga marufuku Biblia kabisa. Mfano mojawapo ya nchi zilizotajwa: Somalia, Afghanistan, Yemen, Korea Kaskazini, Mauritania zimeorodheshwa kama nchi zenye vikwazo vikubwa zaidi, huku DRC, Nigeria, Ethiopia, India na China zikikumbwa na uhaba mkubwa wa Biblia licha ya idadi kubwa ya waumini. Sasa kuna taasisi nyingine inaitwa Ken Bitgood wa Digital, yani huyu mtu anaitwa Ken Bitgood wa Digital Bible Society alisema kuwa, inaonekana huyu ni mtafiti anaitwa Ken Bitgood wa Digital Bible Society. Unaweza kufuatilia hiyo application Digital Bible Society. Alisema kuwa watu wengi hufikiri Biblia inapatikana kila mahali, lakini kwa mamilioni ya Wakristo. Na sasa kinachoonekana ni kwamba baadhi ya nchi tena zilizofanywa utafiti, nchi 88 zinaonyesha kwamba access ya Biblia na upatikanaji wa Biblia ipo chini. Sasa ripoti hiyo inatoa wito wa kimataifa kusaidia usambazaji wa Biblia, hasa kupitia njia salama na teknolojia za kidijitali, kuhakikisha hakuna Mkristo anayebaki bila neno la Mungu. Sasa ndio maana nimesema kwamba, ndugu zangu wa Kristo, hata kama una Biblia kwenye simu, hakikisha una Biblia original. Hakikisha una Biblia original. Biblia, app za Biblia za kwenye simu ziliwekwa ili kusaidia watu ambao nchi zao wamepigwa marufuku kuwa na Biblia hizi hard copy ambazo wewe unazo mkononi unatembea nayo.
Kwa mfano nchi yetu sisi Biblia unatembea nao popote, lakini kuna nchi imepigwa marufuku. Kwa hiyo wakaweka app za Biblia kwenye simu ili ziwasaidie. Lakini shetani naye siku zote hufanya kwa hila. Amepitia humo. Ndio maana kuna baada ya muda, kama nyinyi yote mnatumiaje kwenye simu za Biblia, simu inakutaka kuupdate. Unakuta uupdate Bible, ile application ya Biblia, maana yake kuna kitu kipya kinaingizwa. Kwa hiyo unasoma neno la Mungu la kwenye simu, compare na unachokisoma kwenye Biblia yako kawaida, kuna vitu vinabadilishwa, vinapinduliwa bila sisi kujua kupitia application za simu. Ndio maana unaona Bible application usipoitumia muda mrefu unakuta inakuletea update, hata kama unatumia ukuta inakuletea update. Kuna vitu vipya wanaongeza, wanaingiza. Kwa hiyo tuwe makini. Kwa sasa je, andiko nililosoma Amos sura 8 mstari wa 11 mpaka 12 na huu utafiti uliofanyika na Bible Society Daily, je, ndio tuposema kwamba unabii unakaribia kutimia? Ndugu zangu, kila siku ninapokuambia kwamba tuko katika nyakati za mwisho na tunaelekea nyakati za mwisho, tunaona na mambo yenyewe ambayo yanatokea yanatupa kujua kwamba kweli huu tuko wakati wa mwisho. Kwa hiyo tujitahidi sana kujua majira na nyakati. Kwa hiyo nimewaletea taarifa hii ili sisi kama ndugu katika Kristo tuwe makini, tujiandae na tujiweke tayari. Kwa hiyo sijaweka hizi habari ili kukutisha. No, ni kwa ajili ya kukupasha habari. Huenda labda hukuiona, labda uliona. Kwa hiyo nafanya hivi kwa kuwa sisi ni mwili mmoja, mwili wa Kristo, ili tupate kusaidiana katika nyakati hizi za mwisho ambazo tupo. Na Bwana wetu Yesu Kristo atubariki sana. Amen.